Yes, I hope uko poa mtazamaji wa Sports Fact TV. Usisahau kulike, kusubscribe wa kwanza kabisa kupata undani wa taarifa zote za kimichezo kupitia TV hii. Bana, wakati Simba wakiwa kwenye maandalizi makubwa zaidi ya kucheza dabi mbili za Kariakoo, dabi ya kwanza ikiwa ni ile ya michuano ya Muungano Cup itakaopigwa pale visiwani Zanzibar, lakini pia dabi ya pili ikiwa ni ile ya Ligi Kuu Tanzania Bara inayotarajiwa kuchezwa Mei 3. Taarifa ya kushangaza na kustua zaidi inaendelea kugonga kunako viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba kufuatia sakata la mshambuliaji raia wa Ghana Jonathan Soa. Limechukua taswira mpya na sura mpya zaidi baada ya nyota huyo kuweza kuambiwa na kikosi hicho cha Simba kuhudhuria ama kufika kunako timu ya under 20 kwa ajili ya kuwa anafanya mazoezi. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali wiki chache zilizopita, ilisema Jonathan Soa atakuwa anafanya mazoezi kupitia timu ya vijana wa chini ya umri wa miaka 20 maarufu kama under 20 baada ya utovu wa nidhamu alioonyesha na klabu hiyo ya Simba kuweza kuchukua maamuzi ya kumpeleka kunako kikosi cha under 20 kwa ajili ya kufanya mazoezi hayo. Sasa baada ya taarifa hiyo kutoka, inadaiwa kuwa nyota huyo raia wa Ghana Jonathan Soa mpaka sasa hayupo tayari kufanya mazoezi na timu ya vijana chini ya miaka 20 under 20, na mpaka sasa hajaonekana mazoezini, jambo ambalo limezua tafrani kubwa zaidi, licha Simba kutoa msimamo na kumtaka afanye mazoezi na vijana chini ya umri wa miaka 20 iliyo chini ya mwalimu Johnny Boko kama sehemu ya adhabu na maangalio ya nidhamu yake. Jonathan Soa amegoma kutokea kwa siku ya pili mfululizo. Taarifa kutoka kwa wasimamizi wake wa karibu zinaeleza kuwa mshambuliaji huyo hayupo tayari kwenda na timu hiyo ya vijana, na inadaiwa Soa anaona kama hana kosa la msingi na anahisi klabu hiyo inatafuta mbinu ya kumalizana naye bila kuingia kwenye matatizo na FIFA. Inaelezwa kuwa wasimamizi wake wa karibu tayari wameanza kuona mchakato gani ambapo watazifikia mamlaka husika ikiwemo shirikisho la soka duniani FIFA kwa ajili ya kutatua tatizo hilo ambalo Simba mpaka sasa halijaweka wazi kwamba mstakabali wa Jonathan Soa utafika wapi, na ikimtaka kulipoti kunako timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 kwa ajili ya kufanya mazoezi huko. Watu wengi jambo hili limezua maoni mseto zaidi, watu wengi wakijaribu kuona Simba pengine ingempa nafasi nyingine Jonathan Soa kunako klabu hiyo ya kuweza kuitumikia klabu hiyo na sio kumpeleka kwenye klabu ya timu ya chini ya umri wa miaka 20. Jonathan Soa, moja wa wachezaji ambao walipita kunako vilabu vya Singida Black Stars kwa mafanikio makubwa huku msimu wa 25-26 kupitia dirisha kubwa akijiunga na mabingwa hao wa klabu ya Simba kwa ajili ya kuitumikia kwa kandarasi ya miaka miwili, na ni miongoni mwa wachezaji ambao walitajwa huenda wangekuwa na msaada mkubwa sana ndani ya klabu ya Simba, lakini imekuwa tofauti. Simba walidai kuwa ni mchezaji ambaye alionyesha utovu wa nidhamu kwa kushindwa kufika kwa wakati kwenye mazoezi, lakini pia mwendelezo wa matukio ya kujirudia ya utovu wa nidhamu ndiyo ambayo yalisababisha Simba kuweza kumpa adhabu hiyo Jonathan Soa. Lakini ipo taarifa inayotajwa kuwa ukaribu wake pia na viongozi ndani ya klabu ya Yanga, na wakati huo Simba alikuwa anaiendea dabi ya Kariakoo ya mzunguko wa kwanza, ulitajwa pia kutishia usalama wa mechi hiyo na Simba kuamua pia kumweka pembeni mchezaji huyo kwenye mchezo wake dhidi ya Dodoma Jiji pale jijini Dodoma, lakini pia kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Wewe una maoni gani mtazamaji kufuatia sakata hili? Jonathan Soa ni mchezaji ambaye hataki pia kujiunga na mazoezi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ambao Simba ilimtaka aende kule kutumika kwa ajili ya kuendelea kulinda karia yake, lakini kwa Soa amesema vyovyote vile yue, lakini hajaripoti siku ya pili hivi sasa kwenye mazoezi hayo. Unafikiri Simba adhabu aliyompa Soa ni nzuri ama bado anastahili kupewa muda wa kujitafakari na kuweza kurejea
ndani ya klabu hiyo ya Simba. Dondosha maoni yako, usisahau kulike, kusubscribe wewe wa kwanza kupata undani wa taarifa hizi.